iwe pamoja nawe pia. Amin. Ndivyo ilivyo. Yaani watu wanaombeana amani. Na ndio salamu za Yesu. Anasalimia watu hivyo. Alikuwa anasalimia watu hivyo. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu ni Kiswahili rafiki yangu. Kiarabu Waislamu wanasema assalamu alaikum. Ni Kiarabu. Hii ni language only. Kwa hivyo Kiswahili unasema amani iwe kwenu. Kiarabu ndio pale unasikia Muislamu anasema assalamu alaikum. Kiyahudi, Hebrew language, lugha ya Bwana Yesu, anasema ashalom alayhi. Ashalom alayhi. Assalamu alaikum. Kwa sababu lugha ya Kiyahudi ama Hebrew language na Kiarabu ni kama vile mtu na brother yake. Wanafunzi wa Yesu ni thenashara, 12. Thenashara maana yake 12. Kiarabu ni ithna ashara. Ithna ashara ni 12 Kiarabu. Kibrania ni thenashara, ni mtu na ndugu yake. Kwa imani ya Wakristo, Yesu alikuwa msalabani akasema Eloi Eloi lama sabaktani. Maana yake Mungu wangu mbona umeniacha? Eloi Eloi lama sabaktani, Hebrew language. Kiarabu Allah Allah lima taraktani. Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa hivyo ni kama mtu na brother yake. Rafiki yangu unaitwa nani vile? George Kimani. George Kimani. Karibu sana Mr. George. Asante. This is your first time. Hii ni mara yako ya kwanza kuja ujamaa ama unakaa ujamaa siku hizi? Unakaa. Karibu sana tafadhali. Ubarikiwe sana. Rafiki yangu, hapa sisi tunahubiri neno la Mungu. Tunahubiri neno la Mungu. Tunahubiri, tunasema Islam means peace. Islam ni Kiarabu. Kizungu ukisema Islam peace. Kiswahili ukisema Islam amani. Ndio maana ya Islam. Kwa hivyo ukisema mtu Muislamu akisema mimi ni Muislamu, maana yake mimi ni mnyenyekevu, ni mtu wa amani. Sawa eh? Kwa hivyo sisi hapa tunahubiri amani. Kwa hivyo na wewe unatakana uhubiri nini? Amani. Kwa hivyo amani ni Kiswahili, Kiarabu inatakana uhubiri nini? Amani pia. Amani tumesema ni Kiswahili. Kizungu unahubiri peace. Kiarabu utahubiri nini? Ile takbir. Narudia tena. Ukisema Kiarabu, wajua Kiswahili 70% ama 60% Kiswahili imejengwa na lugha ya Kiarabu. Unaweza kuamini hilo? Kabisa. Very good. Ubarikiwe. Na ndio maana hata wale wanaoandika insha na maneno magumu, misamiati na nini, kuna maneno wanaandika pale imetokana na lugha ya Kiarabu. Mfano, unaweza andika kwenye insha wajihi wangu. Wajihi umeandika Kiswahili kabisa WA kuendelea. Wajihi JIHI, wajihi. Kiarabu ni wajhun, maana yake uso. Ukiandika baiti, umeandika Kiswahili baiti kwenye insha, lakini Kiarabu ni baitun, maana yake nyumba. Kwa hivyo Kiswahili maneno mengi, mtu anasema kashfa. Kashfa ni lugha ya Kiarabu pia, kukashif. Umetamka Kiarabu, lakini most of you hamjui. Sasa ndo tunaikana sawa. Kwa hivyo amani ni Kiswahili, Kizungu peace, Kiarabu Islam. Tuko pamoja rafiki yangu eh? Kwa hivyo kama wewe unatakana uhubiri amani, inamaanisha wewe unatakana uhubiri nini? Kashfa. Tunaenda naye tu. Rafiki yangu umesema dini gani vile? Dini yako dini ipi? Kristo. Kikristo. Very good. Unaweza nisaidia aya yoyote, any verse in the Bible, aya yote katika Biblia inayosema Ukristo ni dini ya Mungu? Unibatize leo. Kutoka mwanzo mpaka mwisho. Naam. Genesis to Revelation. Yasema wewe yasema yasimulia maneno ya Mungu, Kristo, kufufuka
kuzaliwa. Hayo maneno yote ndio Ukristo. Yote. Okay. Kwa hivyo maneno yote hayo ni Ukristo. Kwa hii kitabu cha Biblia. Kwa hiyo kitabu cha Biblia. Aha, sasa. Wajua kuna mtu aliyekuwa akiipenda sana hicho kitabu. Kama mimi vile ninavyokipenda. Yuko. Alikuwa akikipenda sana na kukihubiri. Alikuwa mchungaji. Sasa labda itakuwa uzuri uzungumze naye. Pengine huenda ukamrudisha kanisani. Usikilize maneno mawili kutoka kwake, alafu tufundishane vitabu. Manake vitabu tumeweka hapo ni mwongozo kwetu sisi. Wala tusitumie maneno ya gazetini. Si ni sawa Hata wewe waweza rudi. Hata mimi naweza rudi. Hata mimi naweza rudi. Subutu kwenye shemvua makongoro mie. Huyu jamaa yoni bipu kweli huyo. Kabisa ni bipu. Wewe ni bipu mimi. Haya. Sawa tu. Hamna shida. Nitarudi tu hapa. Kwa hivyo sasa wacha nimkaribishe Dr. Jumatito ambaye zamani alikuwa mchungaji mwinjilisti mtume na nabii Michael Tito, lakini sasa amepiga shahada na kujiunga na dini ya Kiislamu. Atatuelezea mengi inshallah. Kwa hivyo yoyote atakayekuwa na hoja, swali kwa Wakristo kumuuliza aliyekuwa mchungaji. Mimi nataka maswali kwa Wakristo wamuuliza yule ambaye aliyekuwa mchungaji ndo awajibu. Semeni inshallah Waislamu. Semeni inshallah. Kwa hivyo sasa namnyenyua inshallah Dr. Jumatito inshallah. Fali atafadhali. Uwanja ni wako. Kuna ndugu yetu pale, jina lake nadhani hata sijamuuliza, utamuuliza. Tunaenda taratibu kabisa. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kiongozi wa umma bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namshukuru Allah kutujalia tena kufika wakati mwingine siku kama ya leo. Kuna wengine wetu wengi ambao walipenda waifikie siku ya leo toka tulivyoachana siku ya jana, lakini wamekuwa si wenye kuifikia. Wengine tunavyozungumza wako makaburini, kuna wengine tunavyozungumza wako hospitalini, lakini mimi na wewe hatuna ujanja wowote isipokuwa ametaka Mwenyezi Mungu. Ndio maana tumefika wakati kama huu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu na ziada rehema zimwendee kipenzi cha umma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii aliyekuja kuwatoa watu kwenye kiza na kuwaleta kwenye nuru, na nuru hiyo si nyingine ni Uislamu. Ndugu zangu, nimepewa nafasi nizungumze na ndugu yetu. Hebu mpe maiki ndugu yangu, tusalimiane. Anayo maiki. Habari yako bwana? Nzuri. Ujambo? Sina jambo. Hauna jambo? Kabisa. Aha. Sawa, kama hauna jambo, mimi na jambo. Nani hilo? Yako mengi tu, lakini miongoni mwao nitaanza na jambo moja. Unaitwa nani? Naitwa George Kimani. Unaitwa George? Yes. Bila shaka we ni Mkristo. Kabisa. Asante sana. Nimesikia ukisema Ukristo uko kwenye vitabu toka Mwanzo mpaka Malaki ambayo ni kitabu cha Agano la Kale, kutoka Mathayo mpaka Ufunuo ambacho ni kitabu cha Agano Jipya. Sawa? Si ndio Ufunuo wenyewe? Tatizo uzungu. Yaani unajua wewe kinachokuponza George uzungu tu, ndio maana unamkataa mtume. Yaani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekuwa mzungu, wewe ushamwamini, na ndio maana wazungu wakakutengenezea Yesu kuwa mzungu. Yesu sio mzungu. Unaona, ndio tatizo lako uzungu tu. Sasa labda nikwambie kitu kimoja tu. Hayo maneno uliyozungumza kuwa Ukristo ulikuwepo toka kwenye vitabu vya Mwanzo umeyapata wapi? Kutoka kwenye Biblia au kutoka kichwani kwako au kutoka kwa pasta ama mchungaji wako? Hayo maneno ya kuwa Ukristo ulikuwepo toka kwenye vitabu vya Mwanzo mpaka Ufunuo, hayo maneno hayo umeyapata kwenye Biblia au umeyapata kutoka kichwani kwako au kwa mchungaji wako? Nahitaji kujua hilo. Asante sana. Nahitaji unisaidie andiko moja tu ndani ya Bible linalosema Ukristo ulikuwepo toka kitabu cha Mwanzo. Ina maana toka mwanzo wa uumbaji.
In the beginning, Genesis 1. Mwanzo ngapi? Mwanzo kuanzia 1. Haya, mpe akusomee. Inna lillahi. Haya. Waislamu takbir. Haya, msikilizeni yule. Lile analoulizwa lingine na anajibu. Yaani acha tusome. Soma. Mwanzo 1:1 nasema. Inasemaje? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Eh. Nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Haya, mpe Joji. Kwa mujibu wa andiko hilo, hatuoni kuwa kwamba hapo inataja Ukristo ulikuwepo. Kwa sababu Ukristo mwenye, yani huyu Mungu mwenye anasema hivi alikuwa Kristo pia. Unasema? Kabisa. Unasemaje? Mungu alikuwa Kristo pia. Yaani unaposema Mungu alikuwa Kristo. Sikiliza vizuri Bwana Joji, unaposema Mungu alikuwa Kristo, ina maana kuna Mungu ambaye alikuwa nani? Na sasa yuko pia. Kwanza kabla ya sasa kuwa pia, tunataka kujua huyo Mungu ambaye alikuwa Kristo ni nani? Mungu mwenye kuumba mbingu. Jina lake? Aliumba mbingu na dunia. Jina lake nani sasa? Mungu. Anaitwa nani? Jehova. Anaitwa Jehova. Kwa hiyo huyo Mungu aliyoumba mbingu na ardhi anaitwa nani? Jehova, ana majina mengi. Anaitwa Jehova. Anaitwa Jehova, sawa? Sawa? Kwa hiyo sio Kristo. Hata majina ni yake. Ushahidi kwamba hayo majina Mungu ni Yehova afu ndio Kristo, vitabu hivi hapa. Tutafutie. Waislamu takbir. Naona kaja maiki zenu, ile maiki vipi kwanza? Kama haisemi vile. Maiki mpaka ikamewe hii. Kuna maiki ya waya iende kule. Kama kuna maiki ile waya iko apilia red. Fundi mitambo fanya upesi. Kuna mchungaji pale kaja anasema soma Yohana. Waislamu takbir. Na yule akithibitisha hayo, wallahi mimi nitarudi kanisani. Tena nitakwenda kwa kutubu na kuaminia kwamba Mungu nisamehe sasa. Nitarudi. Akitoa ushahidi huo. Akitoa ushahidi wanatafuta. Waache watafute. Yaani waache watafute. Tafute. Acha watafute. Tena utanibatiza ndugu yangu kwa maji utakayochagua wewe, yawe marefu mafupi, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tena bahati mbaya usinipeleke kwenye mto na mamba, na ofie isije kabaki shati. Asante sana. Waislamu takbir. Raha sio raha. Alhamdulillah. Inshallah. Na wale ambao jana leo kufika pale, kesho ina nguruma kweli. Alafu speaker hii usinielekee mimi. Hiyo meza kiweze isogeze. Alafu hiyo speaker tengenezwe vizuri, ndio tulambane vizuri. Ni watoto wenyewe. Na ikikaa vizuri unafoki kabisa. Kaeni kule ama kule kule vile. Kaeni kule ni watoto. Tuna mbele. Kabisa. Hii speaker zinaangalia hivi, itagonga. Nielekeze hivi.
Wakina mama tupite tukae nafasi yenu hii huku, wakina baba tukae huku, nafasi ipo kubwa. Kaa hapo hata chini, usiogope. Utakwenda ardhini, utakaa. Haya bado mrefu, sogeza nyuma kidogo. Usigonge na mic. Dokta vipi? Nipeane mic? Mpe mic huyo bwana. Atuonyeshe sasa. Kwanza ndugu yangu, habari ya saizi? Nzuri sana. Ujambo? Jambo. Mimi kwa jina naitwa Dr. Juma Tito ama Ustazi Juma Tito kwa sasa. Zamani nilikuwa nikijulikana, kwa sasa naitwa Ustazi Dr. Juma Tito. Hapo awali nilijulikana kwa mwalimu, mwinjilisti, mtume na nabii Michael Tito. Ndugu yangu, naongea na wewe, unaitwa nani? Majina yangu naitwa Mtumishi Maidhia. Mtumishi Maidhia. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Umeokoka na Yesu ni Bwana. Yes. Unanikumbusha mbali sana enzi hizo. Hallelujah. Kwa maana Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio hivyo Asante sana. Ndugu yangu, umekuja kutaka kutusaidia kwamba Yesu ndiye nani? Nimekuja kuweka uwazi na neno la Mungu. Naam. Kusaidia watu. Sawa. Nimekuja kuongea ule ukweli na uwazi. Safi kabisa. Kwamba Yesu ni nani? Nataka kusawisha na neno la Biblia. Kwamba Yesu ni Bwana. Naam. Na ndiye alikuwa mwanzo. Ndio. Na ndiye atakayekuwa. Ndio. Na hivi sasa ndio tunakujia. Safi kabisa. Tunaomba ushahidi. Ushahidi kwa neno la hapa. Ndugu yangu ameongea moja, lakini nikaona kumeyumbisha. Nikasema nitatokea nimshike mkono. Sawa. Sababu nataka kumyumbisha wewe. Haya, tusomee tutope ushahidi. Neno la Bwana nasema hivi. Ngapi unasoma ili watu waandike? John. Sawa. Yohana ngapi? 1. Mpe akusomee huyo hapa akusaidie. Wewe yani hapo staff tu, yani unapumzika. Usipate shida. Huyu yupo kwa ajili yako wewe. Una relax vizuri. Naam, Mohamed Abdul Karim. Soma hiyo. Yohana 1:1. Inasemaje? Hapo mwanzo. Naam. Kulikuwako neno. Sawa. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Vyote nenda 14. Alikuwako kwa Mungu. Ndio. Vyote vilifanyika kwa huyo. Ndio. Wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Sawa. Basi. Mpe maiki. Naam ndugu yangu. Naam. Tunakusikiliza. Tumekubaliana ya kwamba si mimi ni neno sema ukweli. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Na neno ni Mungu, na neno ndio Kristo, na neno ndio Yesu. Ndio ufafanuzi hapo kweli. Ndio uweze kujua Kristo alikuwa mwanzo na alikuwa ndani ya Mungu na ni Mungu na ndio neno. Jambo lingine. Aha. Ndugu yangu umesema unaitwa nani? Maidhia. Mtumishi Maidhia. Mtumishi, basi nakuita mtumishi. Sawa. Umesoma andiko zuri kwa lengo la kutufundisha ili tumfate huyo Yesu, sawa? Kwa andiko hilo umenathibitisha kwamba Yesu ndiye Mungu, sawa? Ndio. Ndivyo? Andiko linasema hapo mwanzo kulikuwako na nini? Na neno. Safi. Hapo mwanzo wa nini? Kulikuwa na neno. Mwanzo kulikuwa na neno. Neno ni nini? Neno ni Mungu. Andiko. Kristo. Subiri, hatutaki kwenda haraka. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, sawa? Ndio. Nini maana ya neno? Neno ni Mungu. Andiko. Kristo. Tunataka andiko, ushahidi. Naongea. Sikiliza, hatutaki. Ngoja kwanza. Mtumishi. Sikiza daktari. Mtumishi. Itika basi. Naam. Tunahitaji maneno kutoka kwenye vitabu vya Mungu, sawa? Si kwa akili zako wala akili zangu mimi, sawa? Tunahitaji ushahidi wa hayo maneno yako kuwa neno ni Mungu. Wataka kukuonesha? Toa ushahidi wa andiko hilo neno ni Mungu. Ndio nasema. Aya inasema, sikiliza tuisome, tairudia tusipate tabu. Ngoja kwanza. Aya ishasomwa, imeeleweka, inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Ishaeleweka hiyo. Wewe umesema neno ni Mungu. Tunahitaji ushahidi kwenye Bible inayosema neno ni Mungu. Si neno iko wazi, inasema hivi, neno alikuweko kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu.
Wewe unaelewa Kiswahili vizuri wewe? Kiswahili? Na kielewa vizuri kabisa. Neno liko kwa Mungu na neno nasema yenyewe ni Mungu. Ona angeuza vingine wewe. Kwani unavyoelewa neno ni nini? Neno ni nini? Mpe huyo nikusaidie. Mpe huyo kwanza. Abdul Karim. Hebu chukua maiki, soma hiyo. Ayub Zaburi 33. Hebu ngoja nisome Biblia. Subi asome Biblia, sio maneno yako wewe. Yaani hataki nisome Biblia. Soma 33:6 Ayubu. Zaburi. Fanya haraka. Huyu yani andiko hilo mtangaze Yesu Mungu. Hebu sikiliza. Sikiliza vizuri sasa tunakufundisha. Soma. Zaburi 33:6. Inasemaje? Hapa karibu nisome. Hiyo alikuwa hana hiyo mtumishi. Alikuwa hana. Atoe wapi? Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Mpe maiki. Mtumishi. Ngoja kwanza. Subiri kwanza. Usiwe mwepesi wa kuzungumza wala mwepesi wa kunena. Subiri basi. Nimesoma andiko. Subiri basi kwanza. Mmoja azungumze, mwingine anyamaze. Ulizungumza wewe, mimi nikakusikiliza, sawa? Basi acha na mimi nizungumze kwa wakati wangu. Nimesoma andiko 33:6 Zaburi nasema, kwa neno la Mungu nini kilifanyika? Mbingu ilifanyika, niliumba kila kitu. Kwa neno la nani? La Mungu. Kwa hiyo neno ni la nani? Ni nani? La Mungu. Kwa hiyo unaposikia neno, tafsiri yake ni tamko, sawa? Neno ni tamko. Vizuri kabisa. Ngoja kwanza. Mtumishi, unaposikia tamko, sharti apatikane nani? Hata wewe unatatamka. Unaposikia tamko, sharti kuwe na nani? Mtamkaja. Vizuri kabisa. Unaposikia kwa neno la Mungu mbingu zilifanyika, ina maana neno la Mungu ndio lilifanya nini? Lilifanya mbingu, sawa? Sawa? Kwa hiyo neno ni tamko la nani? La Mungu. Kwa hiyo kuna neno na nani? Hakuna tofauti ya neno na Mungu. Mpe huyo. Mpe huyo. Waislamu takbir. Takbir. Labda bwana mtumishi. Umeongea sana, tulia basi. Mimi siongei sana. Tulia basi. Mimi nishatulia. Haya. Tulia basi. Nimeshatulia. Unaongea sana. Ananiambia nitulie, natulia namsikiliza. Kashaumia hapo. Anafungua Biblia. Anatafuta. Tushamaliza hiyo. Wewe tulia hapo. Nimeshatulia. Hapo tulia. na huyu naye ana wafuasi yule. Anaweza ukakuta na wafuasi wanamfuata tena yake. Akifika Jumapili yule. Mimi uzuri wake nampendea kitu kimoja. Anasoma Biblia. Safi. Sana. Mpe. Ameona andiko. Alafu kuna wengine huku pia. Mpe asome, hajaliona? Anafungua tena ile Yohana 1:1. Yohana 1:1. John chapter 1 verse 1. Soma. Wewe uweze kumfanya Yesu awe Mungu. Anasema nirudie tena. Anasema nirudie vizuri usikilize. Haya soma. Sikiliza dokta. Nasikiliza vizuri. Narudia. Haya. Yohana 1:1. Inasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno ndio alikuwako kwa Mungu. Unaona vitu hivyo? Naye neno alikuwa Mungu. Haya, mpe maiki. Nimekujibu ama hujakujibu? Kwamba umesema kuna neno na kuna Mungu. Nimekuambia neno ni Mungu na neno Mungu. Wewe sitofautisha. Kwa hivyo wewe umeongea uongo. Mtumishi, piga magoti ndio unafaa uko. Ayampe maiki huyo. Sikiliza sasa mtumishi. Wewe inawezekana hata maandiko yenyewe yajui. Inawezekana hilo na wasiwasio ni nao. Unaposema mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ni kitabu cha Mwanzo, mwanzo wa uumbaji. Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Tumepata kujua kwamba neno ni tamko. Hata Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani anasema jambo lolote analolitaka kuwa hulisema kun fayakun, kuwa na likawa, kwa kutumia neno ama tamko. Hebu tumuonyeshe katika. Muonyeshe kwanza. Mwanzo 1:1. Sikiliza vizuri. Muonyeshe vile Mungu anavyoumba. Inasema hivi, hapo mwanzo.
Hapo mwanzo Mungu alifanyeje? Aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Shuka. Nayo nchi ilifanyaje? Ilikuwa ukiwa. Sawa. Tena utupu. Sawa. Na giza ilikuwako juu ya uso wa vilindi vya maji. Sawa. Roho ya Mungu ikafanyeje? Ikatulia juu ya uso wa maji. Sawa. Mungu akasema. Mpe kwanza. Subiri basi kwanza. Subiri kwanza. Mimi nimesoma andiko. Ngoja kwanza, mpe mic huyu. Mpe kwanza. Ndugu yangu, unapokuja hapo kwa lengo la kutaka kuuliza, lazima kuwe na vitu viwili. Kuna anayejua na asiyejua. Lazima wapatikane wao watu wawili wafundishane ili mmoja wapo ajue. Ndio maana kuna mwalimu na mwanafunzi. Sasa nataka nijue, we mwalimu au mimi mwalimu? Na kama we ni mwalimu umekuja kutufundisha Waislamu juu ya Yesu, subiri tukuulize maswali ili we mwalimu utujibu yale ambayo tutakayokuuliza, ikiwezekana utubatize. Sasa sikiliza swali letu. Tusiende mbali sana. Juu ya wewe kumtangaza Yesu Mungu, tunataka kujua tu wapi andiko Yesu anasema mimi ni Mungu. Mpe maiki. Tusiende mbali sana. Tusaidie andiko tu Yesu anasema mimi Mungu. Maana tutaenda kwa neno itakuwaje? Tusaidie tu andiko. Sasa saidianeni wote hapo. Na mkilipata mnanibatiza. Mimi na Bwana Abdul Karim. Mimi nitaitwa, nikirudi kule siitwi tena Michael. Naitwa Matayo. Haya, maandiko nimepata yenyewe. Umeyapata? Ngoja. Mwalimu. Waraka wa Ibrania. Waraka wa Ibrania. Inasema ya kwamba Mungu ambaye alikuwa zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi, kwa njia nyingi. Sawa. Mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana. Anasema na sisi katika mwana. Mtumishi, mpe mic mtumishi. Mzuri kasoma andiko zuri. Andiko hilo gani alitumia kanisani? Kipindi hicho nikisema ya kwamba nasema ya kwamba Mungu alisema na baba zetu kipindi hicho. Na ya kwamba sasa aliweka manabii na mitume. Na ya kwamba sasa anasema na mwana na anasema nasi katika roho na kweli. Haleluya. Kipindi hicho lakini. Sasa andiko hilo uliolisoma ni zuri. Sasa hapo kuna kitu kidogo tunataka tusaidie sisi Waislamu. Maana sisi sasa hivi ni Waislamu. Mimi sasa hivi tena sio mchungaji tena. Sasa hivi ngoja kwanza. Wewe ni mchungaji. Sasa hivi ngoja kwanza. Subiri bwana mtumishi. Mimi sasa hivi ni Muislamu na Waislamu unavyowaona. Tunataka utusaidie kwa andiko hilo. Linasema Mungu alisema na baba zetu, sawa? Na sasa anasema na sisi kupitia mwana. Vizuri kabisa, nataka nijue sasa. Huyu Mungu anayesema na sisi kupitia mwana, huyu mwana ni nani? Mwana ni Yesu Kristo. Vizuri kabisa. Kwa hiyo kuna mwana ambaye ni Yesu, alafu kuna Mungu ambaye anasema na mwana, sawa? Na mwana. Vizuri kabisa. Kupitia mwana. Vizuri kabisa. Kwa hiyo kuna Mungu anayesema na sisi kupitia nani? Mwana. Mwana ni nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna mwana na nani? Na Mungu. Takbir! Mpe maiki sasa huyu. Anasmaili. Waislamu takbir. Raha sio raha. Kwanza kunja ngumi kidogo. Kohoa kidogo. Kohoa tena. Takbir! Hivi nyote Waislamu kuna haja ya kuwa Mkristo wewe? Sasa 20:17 soma hiyo. tunamuongeza andiko. Tunamuongeza. Yaani umetusaidia kuna Mungu na Yesu. Na ndio imani ya Waislamu.